Soka la Afrika Kusini na bara la Afrika limegubikwa na majonzi kufuatia kifo cha kiungo wa klabu ya Mamelodi Sundowns na timu ya taifa Bafana Bafana ni South Africa, Jayden Adams aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 25, wiki chache tu baada ya ushiriki wake kwenye kombe la dunia la mwaka huu wa 2026. Adams alikuwa mmoja wa wachezaji walioisaidia Afrika Kusini kuweka historia ya kufuzu kwenye hatua ya mtoano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Katika mashindano hayo alicheza mechi zote 3 za hatua ya makundi, lakini hakupata nafasi katika mchezo wa hatua 32 bora ambapo Afrika Kusini iliondolewa na Canada. Kwa mujibu wa taarifa za awali, Adams alifariki hafla na mamlaka za polisi nchini Afrika Kusini zimeanzisha uchunguzi baada ya mwili wake kupatikana ndani ya nyumba moja eneo la Soshekroef mjini Cape Town. Hadi sasa chanzo rasmi cha kifo chake kijatangazwa, huku familia ikiomba kuheshimiwa kwa faragha katika kipindi hiki kigumu. Habari zilizochapishwa zinaeleza kuwa wakati wa kombe la dunia Adams alipata pigo kubwa baada ya kufiwa na bibi yake. Licha huzuni hiyo, aliendelea kuitumikia timu ya taifa kwa kujitolea, jambo lilomfanya heshimiwa zaidi na mashabiki pamoja na wachezaji wenzake. Jayden Adams alizaliwa Cape Town na alianza safari yake ya soka kupitia academy ya klabu ya Stellenbosch FC ambako alikuwa hadi kwa mchezaji wa kikosi cha kwanza. Alishiriki kwenye zaidi ya mechi 130 ikiwa na klabu hiyo kabla kuhamia Mamelodi Sundowns mwaka 2025. Katika kipindi chake cha uchezaji alifanikiwa kushinda ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini, kushinda taji la CAF Champions League akiwa na Mamelodi Sundowns, kushinda kombe la Carling Knockout, kuchezea Afrika Kusini mara 9 na kufunga mabao mawili tangu alipoanza kuitumikia timu ya taifa mwaka 2022. Baada ya taarifa za kifo chake kuthibitishwa, waziri wa michezo wa Afrika Kusini Gilton McKenzie alimwelezea Adams kuwa moja vipaji vikubwa zaidi vya soka nchini humo. Chama cha wachezaji wa mpira wa miguu Afrika Kusini, South African Football Players Union, pamoja na klabu zake za zamani na za sasa pia walitoa salamu za rambirambi wakisema umempoteza mchezaji mwenye kipaji kikubwa na mwenye heshima ndani na nje ya uwanja.